Yes bwana, dakika 90 zimekamilika baada ya dabi ya Kariakoo kuweza kuchezwa na tumeshuhudia matokeo yakimalizika kwa suluhu ya bila kufungana, klabu Dar es Salaam Africans ikishindwa kufurukuta, wakati huo mnyama Simba akionyesha ni kwa namna gani ambavyo amekuwa bora na kuendelea kuimarisha kikosi chake. Kwenye mchezo leo matukio kadhaa yameweza kutokea na tumeona mambo yakiwa ni mengi kweli, jambo ambalo limepelekea mchezo huu kuweza kumalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Wapo ambao wanasema kuna nafasi ambazo zimeweza kutengenezwa lakini pia zimeshindwa kutumika, lakini pia wapo ambao wanasema kwamba mwamuzi ndo ambaye ameamua kunyonga huu mchezo na kupelekea mchezo huu kumalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Na mimi nikasema ngoja nipite niangalie kile ambacho kimeweza kuandikwa, ikiwa ni takwimu mbalimbali kutoka kwenye sehemu ambazo zimekuwa zikiandika takwimu, lakini pia comment za watu mbalimbali ambao wamechambua. So moja kati ya watu wameweza kuandika marefu wanaharibu sana mpira. Simba amenyimwa bao halali la Selemani Mwalimu, alikuwa onside. Hii mechi tuleteni marefa kutoka nje, tunaua mpira wetu kwa kuwa kwa kuendelea kuendekeza marefa wahuni. Watu wanaendelea kulalamikia matukio ambayo yametokea kwenye mchezo leo, lakini kubwa zaidi kuna tukio lingine ambalo limeonekana Simba wakitumia mlango ambao sio halali, ambalo ameweza kupita mlango wa nyuma baada ya kuweza kuona mlango wa mbele. Kuna namna kama hawaamini kile ambacho kimeweza kutokea kule, so ameweza kutumia mlango wa nyuma, lakini pia tumeweza kushuhudia baadhi ya matukio ambayo yameweza kuonyeshwa ni nafasi ambazo zimeweza kutengenezwa, lakini pia tumeona chumba cha Simba cha kubadilisha nguo kikiwa ni moja kati ya chumba ambacho kimetobolewa mno, na mpaka hivi sasa bado hatujashuhudia taarifa yoyote ambayo imetolewa na jeshi la polisi kama ni uhalifu ambao umefanyika, lakini pia tujaona taarifa yoyote ikitolewa na uwanja wa Simba, nikiwa na maanisha meneja wa uwanja wa Simba kueleza kwamba mtu fulani ndo ambaye amehusika kwenye kutekeleza kile ambacho kimetokea pale. Lakini hadi hivi sasa tumeona mpira ambao umekuwa na pressure kubwa, lakini pia tumeshuhudia matukio yakiwa ni mengi kweli kwenye mchezo wa leo, na uchambuzi pia watu naainisha kwamba klabu Dar es Salaam Africans imeweza kuzidiwa pakubwa mno kwenye mchezo wa leo, na jambo ambalo limeweza kupelekea pia kuweza kuona mmoja kati ya wachezaji akiwemo Djigui Diarra akichukua tuzo ya kuwa golikipa bora. Yani Diarra baada ya kuweza kukaa langoni na kufanya yake, basi ndo ambaye ameweza kuchaguliwa kwamba ndiye golikipa, ndiye mchezaji bora wa mchezo baada ya kuweza kuonyesha kiwango bora sana katika mchezo wa leo. So mambo ni mengi na muda ni mchache, ngoja tusubirie tuone ni kitu gani ambacho kitakuja kuendelea baada ya kuweza kuona taarifa zikitolewa hivyo. Marefa na waamuzi wamekuwa na maamuzi ya hovyo, lakini pia tukishuhudia baadhi ya maamuzi ambayo yalipaswa kuwa goli akiwa sio goli. Tumeshuhudia kwa upande wa Prince Mpumelelo Dube akiwa onside, lakini baadaye mwamuzi anasema sio onside ni offside. Lakini pia tukashuhudia pia kwenye mambo ambayo yametokea kwenye kipindi cha pili, bao la Selemani Mwalimu kuamuliwa kwamba ni offside wakati alikuwa onside. So mambo ni mazuri na mambo ni magumu kweli, na nimeona hapa mtu ameweza kuandika hii timu ndio maana kimataifa haifanyi vizuri, wanatembeza sana bahasha. Hasa offside imetokea wapi pale? Mtu ambaye anachambua kile ambacho kimeweza kutokea uwanjani. Kila mtu anaikataa Yanga, yani Yanga imekuwa na kiwango ambacho sio kila mtu ambaye alikuwa anategemea kuona hichi ambacho kimetokea wakati huu kwamba ndio kingetokea. Kila mtu alikuwa anaamini kwamba huenda mnyama Simba angeweza kupokea kichapo kizito kweli. Ngoja tuone kama kocha ataendelea kuaminiwa, lakini pia ngoja tuone kama mambo yatakuwa tofauti na kile ambacho kilikuwa kinaonekana. Unajua moja kati ya watu ambao walikuwa wanapewa imani kubwa sana ni Petro Goncalves, lakini kwa kiwango ambacho kimeonekana leo kuna namna watu wamekuwa na wasiwasi na kiwango chake katika mchezo wa hii leo.